na kama nilivyosema, mimi nitawasilisha hapa maazimio ya kikao cha kamati kuu maalum ya chama cha ACT Wazalendo iliyokutana tarehe 3 Mei mwaka 2026. Kamati kuu ya ACT Wazalendo imekutana kwenye kikao cha dharura kilichofanyika jana tarehe 3 Mei mwaka 2026 katika ukumbi wa Hakainde Hichilema uliopo katika jengo la Maalim Seif, makao makuu ya chama hapa Dar es Salaam, kwa ajili ya kutathmini hali ya kisiasa nchini. Pamoja na mambo mengine, kamati kuu ya chama ilifanya tathmini ya kina ya muhtasari wa ripoti ya tume ya Jaji Chande kuhusu mauaji ya raia Oktoba mwaka 2025 na kuazimia mambo kadhaa. Kamati kuu ilizingatia kuwa tukio hili ni moja kati ya matukio makubwa yaliyotokea kwenye nchi yetu ambayo hatuna historia ya kutokea matukio mazito kama haya, ambapo watu wanauawa, wanapigwa risasi kwa maelfu, na katika siku ambayo Watanzania wana nafasi ya kuchagua uongozi wao. Ilikuwa ni kielelezo cha kiwango cha kufifia kwa demokrasia na haki za kiraia kwenye taifa letu. Na kwa hiyo kamati kuu ACT Wazalendo, kwanza tunaendelea na msimamo wetu wa kuikataa tume ya Jaji Chande na ripoti yake. Kama ambavyo tulieleza kabla, tume hii iliundwa kwa ajili ya kuwasafisha, kwa maana ya kusanitize wahusika na wauaji wa Oktoba 2025 badala ya kuwawajibisha. Msingi wa ACT Wazalendo kuikataa tume hii ni kuwa ilikuwa ni tume inayokwenda kujenga mazingira ya kuwasafisha waliohusika na matukio ya mauaji kuliko kwenda kutafuta suluhisho na kuwajibisha wale ambao wamehusika na mambo haya. Sababu kubwa ambazo zinatufanya tuikatae ni moja, ripoti au tuikatae ripoti hii ni moja, ripoti inawalinda wahusika wa mauaji kwa kukwepa uwajibikaji na inavisafisha vyombo vya ulinzi na usalama vilivyohusika badala ya kuviwajibisha. Hata ukitumia takwimu za tume, kwa maana ya watu waliouawa kuwa ni zaidi ya 518 kama tume ilivyosema, ambazo hata hivyo zinatia mashaka makubwa, kwa sababu wote tunafahamu namna ambavyo takwimu hizo zinavyojikanganya zikitaja namba kwa mikoa tofauti tofauti, lakini ukweli kwamba katika kipindi cha mauaji mitandao ilizimwa na mawasiliano ilikuwa na shida kubwa. Kwa hiyo kupata taarifa sahihi juu ya nani hasa walihusika katika mazingira ambayo sehemu kubwa ya jamii ilikuwa inapenda kuwepo kwa tume huru ya kuchunguza, inatoa picha kwamba taarifa hii ni ndogo kati ya eneo kubwa sana ambalo au tatizo kubwa tulilokuwa nalo katika kipindi cha mauaji haya ya Oktoba 29. Haingia akilini kwa nini tume imeshindwa kutumia japo takwimu hizo ili kutoa wito wa vyombo vya ulinzi na usalama kuwajibika. Hatujawahi kuwa na tukio ambalo mauaji yanafanyika ya raia na watu zaidi ya 518 tume inasema wameuawa, na then kukawa hakuna mtu anayewajibika. Tume imetumia muda mrefu kuchunguza picha walizoziita ni za AI zilizoonesha maiti ambao walikuwa wamezagaa kwenye mahospitali, wamebebwa kwenye malori na kuthibitisha kwamba sizo. Lakini haikutumia muda japo kidogo sasa kuhangaika na kwamba watu hawa waliouawa na nani. Hili ni jambo ambalo linashangaza na kuondosha kabisa dhana kwamba tume hii ilikuwa ina malengo ya kututoa hapa tulipo kwenda mbele. Lakini jambo la pili, tume inatia hatiani wananchi kwa kubadili malalamiko yao halali kuwa vurugu zilizopangwa. Yaani tume inaeleza vyanzo vya kile kilichotokea. Katika kile ambacho wanakiita ni vyanzo, wanataja mambo matano makubwa sana. Wanataja matukio ya utekwaji wa raia, malalamiko juu ya kutoshughulikiwa kwa mifumo ya uchaguzi kwa maana ya haki ya raia kuchagua viongozi wao, wanataja malalamiko ya kutobadilishwa kwa katiba ya nchi hii na mambo mengi sana basic, na kwamba haya ndio ambayo yamekuwa ndio vyanzo vya kile kilichotokea. Lakini tume ghafla
inakwenda kutaja kwamba inakwenda kuwashushia lawama hao walioandamana na kuwaita watia vurugu. Yaani una basics, una vyanzo ambavyo ni bora, vyanzo ambavyo ni logical, lakini wanaporeact wanaitwa watia fujo. Tume inawaita waandamanaji ni watu waliokuwa wamebeba silaha. Unajiuliza, tume haina ripoti ya silaha gani zimekamatwa. Yaani watu wale waliokamatwa kama walikuwa na bunduki, basi bunduki kiasi gani zimekamatwa na aina zipi za silaha ambazo zilikamatwa. Badala yake inawaweka kwenye accusation side, watu waliouawa, watu waliojeruhiwa, jambo ambalo sisi tunaona kwamba linatia doa kubwa sana ya dhamira hasa ya kuundwa kwa tume hii. Lakini jambo la pili, tume inapuuza dhulma ya uchaguzi kuwa chanzo kikuu cha mgogoro, na badala yake inahitimisha kuwa maandamano ya Oktoba 2025 yalipangwa na kufadhiliwa. Tume imekwepa ukweli kwamba kuanzia mwaka 2019 wananchi hapa nchini walishuhudia matukio ya uchaguzi yakigeuka zoezi la uchaguzi kuwa ni zoezi la matumizi ya nguvu za dola kupoka mamlaka ya wananchi. Mwaka 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu. Jambo ambalo leo Watanzania hakuna anayejivunia kwamba yeye ndio anayeamua nani ni mbunge wake, yeye ndio anayeamua nani ni diwani wake, yeye ndio anayeamua nani ni rais wake. Na kwamba hili ni jambo ambalo limefanyika baada ya maisha ya mfumo wa vyama vingi wa zaidi ya miongo mitatu, ambapo Watanzania walianza kufurahia haki yao ya kuchagua viongozi. Ghafla wameingia kwenye kiza, wakipokwa mamlaka yao na kukiongezeka matumizi makubwa ya vyombo vya dola kwenye uchaguzi na watu wengi kuwa wamejeruhiwa. Tume imeshindwa kuzingatia kwamba 2020 kwa mfano kulikuwa na mauaji kama haya yalifanyika Zanzibar, watu zaidi ya 21 waliuawa, watu walijeruhiwa, akina mama walibakwa kwenye matukio ya uchaguzi. Na kwamba haya ni mambo ambayo yalifanya wananchi waanze kutilia wasiwasi juu ya haki yao kama raia kuchagua viongozi wao. Tumekwenda kwenye uchaguzi huu, taifa lilikuwa limegawanyika. Kila mtu alikuwa anajua. Tumegawanyika kati ya kundi ambalo linaona uchaguzi huu ni maigizo kwa sababu hakuna uamuzi wa wananchi utakaoheshimiwa. Lakini tume imekwepa kuliona jambo hilo kwa uzito wake. ACT Wazalendo ni kielelezo cha wazi cha dhulma ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mgombea wetu wa ACT Wazalendo wa urais ndugu Luhaga Joelson Mpina alizuiwa kuwa mgombea kwa sababu zisizokuwa na mantiki ya kisheria. Nyie mnafahamu ilifika mahala ndugu Mpina kwa mara ya kwanza kwenye historia amekataliwa hata kupokelewa fomu yake. Maana tunakwenda kwenye uchaguzi, watu wamegawanyika. Watu wanaona uchaguzi huu ni maigizo tu. Tayari watu wanajua nani ni viongozi wao. Sasa watu wanashiriki uchaguzi. Mnakwenda kwenye uchaguzi, at start mnamzuia mgombea asirudishe hata fomu. Haya ni mambo yaliyokuwa yanatia hasira, yanayofanya wananchi waone kwamba haki yao inapotea, na ilikuwa rahisi baada ya hapo kuingia kwenye maandamano na kuonesha hisia zao. Lakini tume haikuzingatia hayo mambo kama ni sehemu ya masuala muhimu yaliyopaswa kuangaliwa. Lakini jambo jingine ambalo tunatazama, tume inatoa mbinu za kuchelewesha haki badala ya kutekeleza wajibu wake wa kueleza ukweli halisi. Mathalan, tume imeshindwa kabisa kusema chochote juu ya nani aliwaua wananchi zaidi ya 518. Ripoti yote tume inasema inakwepa. Kila inapofika mahala ieleze nani aloua, tume inakwepa. Tume imewakuta majeruhi 2000, zaidi ya 2390 wanasema. Wamepigwa risasi. Lakini tume inasema imeona
zaidi ya raia 518 wameuawa kwa kupigwa na vitu vyenye ncha kali. Ya wanakwepa kwamba ni risasi ndio iliyotumika. Tukikubaliana na wao kwamba ni vurugu, unaweza kujiuliza zilikuwa wapi risasi za plastiki zinazotumika kudhibiti vurugu? Ni wapi mabomu ya machozi yalitumika yakashindwa, tukalazimika kutumia silaha za moto? Ni wapi maji ya kuwasha ambayo yamekuwa yakitumika siku zote kukabiliana na waandamanaji na maeneo mbalimbali ambayo yana vurugu yalitumika yakashindwa, ndio risasi zikatumika? Kuanzia hatua ya kwanza, majeshi yametumia risasi kuua raia. Hapa kwetu ofisini, sisi tulikuwa tunashiriki uchaguzi, lakini ofisi yetu imepigwa risasi 2. Jengo limepigwa risasi kwa sababu kulikuwa na vijana toka hapa center wana organize information. Walipokuwa wanafuatilia wale waliokuwa wanazunguka huko na kutaka kuchukua picha, wakashambulia kwa risasi hapo. Hapa kulikuwa na nani ambaye alikuwa anafanya vurugu kiasi ambacho maji ya kuwasha ya kumtosha, mabomu ya machozi ya kumtosha, jeshi likaamua kutumia risasi. Kwa hiyo moja kwa moja kuanzia hatua ya kwanza tumekwepa kuona mvua ya risasi iliyokuwa inanyesha Dar es Salaam ikiwashambulia raia waliokuwa kwenye majumba yao. Hawa vijana walikuwa wanataka kupigwa risasi hapo, walikuwa ofisini, hawakuwa hata nje ya ofisi. Badala yake tume inapendekeza kuundwa kwa tume nyingine ya uchunguzi kufanya kazi ambayo ilipaswa kufanywa na yenyewe. Yaani wametumia miezi 5 hawajajua hata nani aliouwa. Wanasema tu baada tume nyingine ije ichunguze nani ndio aliouwa. Lakini inajua kwamba wale waliouawa walikuwa wamebeba silaha, wale waliouawa walikuwa wanafanya fujo, wale waliouawa ni mambo ya kushangaza sana. Imetumia muda mrefu kuchunguza makosa ya waliouawa na kupigwa na kujeruhiwa kuliko kutumia muda kuchunguza nani alikuwa anaua. Haya ni mambo ya dhihaka ambayo hayapaswi kupewa nafasi katika wakati ambao taifa linaugua msiba mkubwa kama huu. Lakini udhaifu katika muundo wa tume, tunafahamu sehemu ya wajumbe wake kama vile waziri mstaafu wa ulinzi Dr. Stegmana Tax, yani waziri wa ulinzi ambaye alitakiwa aulizwe ilikuwaje vikosi vya ulinzi vimeua raia, yeye ndo anakuja kuuliza. IGP mstaafu ndugu Mwema, yeye alikuwa mkuu wa majeshi, lile ndio jeshi lake. Badala ya kuwa ni sehemu ya watu ambao watakuwa consulted mapungufu ya kijeshi yaliyokuwepo mpaka kile kinatokea, yani jeshi la polisi lilishindwaje kuzuia hizo wanazoziita fujo, aite chochote, kwa kiwango cha kulazimika kutumia risasi, yeye ndo anakuja kuuliza. Haya ni mambo ambayo yalionyesha kuwa hakukuwa na nia thabiti ya kukabiliana au kututoa hapa tulipo kwenda mbele. Kamati kuu iliona kwamba jambo hili au mambo haya yanafanya kuwa tume ya Jaji Chande iwe null and void. Inapoteza uhalali wa kuwa rejea inayoweza kutumika kulitoa taifa hapa tulipo kwenda mbele. ACT Wazalendo tunataka hatua zifuatazo za dharura na muda wakati katika kuhakikisha kuwa yaliyojitokeza Oktoba 2025 hayajitokezi tena. Ili hatua hizi ziweze kufanya kazi, kunahitajika nia ya dhati katika utekelezaji wake badala ya hadaa za kisiasa na kujenga taswira ya serikali ndani ya nchi na kwa jumuiya ya kimataifa. Na hapa ningependa tujaribu kuangalia mazingira siku tume ya Jaji Chande wanawasilisha hii ripoti. Sijui ni nchi gani iliwahi au ni wapi unapewa taarifa ya msiba unapigia makofi. Wanashuhudia siku ile rais anapewa taarifa ya mauaji makubwa kama haya, wale waliokuwepo pale wanapiga makofi juu ya hiyo taarifa. Inakupa picha kwamba hakukuwa na seriousness ya kudili na tatizo kubwa ambalo limetokea kwenye nchi yetu, tatizo ambalo ili lisitokee tena lazima tulitafsiri kwa ukubwa wake.
Hatua za dharura ambazo tunadhani zinapaswa kufanyika kwa ulazima ni: moja, kuanzishwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa chini ya Jumuiya ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika au SADC, wenye ulinzi kamili wa mashahidi. Masuala muhimu, na hapa tunataka tuzingatie masuala muhimu kwa sababu kumekuwa na dhana kwamba kana kwamba kuundwa kwa jumuiya ya kimataifa ni kuligeuza taifa letu, kufanya ile sovereignty yake iwe imekuwa submitted kwa hizo jumuiya. Lakini haya ni mambo ambayo sio ya kweli. Kwanza, jumuiya zote za kimataifa tunazozisema ni jumuiya ambazo Tanzania ni mwanachama, na moja kati ya wajibu wa hizi jumuiya ni kulinda haki za binadamu kwenye mataifa yote. Lakini sisi tunafahamu Tanzania yenyewe imewahi kutoa viongozi wake kushiriki misheni za jumuiya za kimataifa kutatua matatizo kama haya kwenye nchi nyingine. Aliyekuwa rais wa awamu ya 3 ndugu Benjamin Mkapa alikwenda kushirikiana na Kofi Annan kutatua mgogoro kama huu Kenya baada ya mauaji ya mwaka 2007. Wakafanya kazi kubwa na baadaye wakaitoa Kenya kwenye lile lindi la kutumia chaguzi kuwa ni sehemu ambapo raia wanauawa, kuwa Kenya ya leo ambayo inayo katiba mpya na inaheshimu haki za raia. Na sisi tumeshiriki Sudani ya Kusini chini ya jumuiya ya kimataifa. Kwa leo Tanzania tukisema kwamba jumuiya za kimataifa zije zishiriki kutatua mgogoro huu, inashangaza sana kusikia huyu Jaji Chande mwenyewe wakati anafanya kazi hii. Jaji Chande yeye ni mjumbe wa tume mbalimbali za kimataifa zinazoendelea na uchunguzi kwenye maeneo tofauti. ACT Wazalendo tunapendekeza uchunguzi wa vyombo vya kimataifa ambavyo Tanzania ni mjumbe na anawajibika kutekeleza misingi ya vyombo hivyo, ikiwemo kuheshimu haki za binadamu na utawala bora. Tanzania yenyewe imewahi kutoa mchango katika kutafuta suluhu na amani kwenye nchi kama Kenya, Kongo na Zimbabwe. Lakini jambo la pili, kuachiwa huru kwa watu wote wanaoshikiliwa na jeshi la polisi au wenye kesi kwa sababu za kisiasa, ikiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Lissu. Wote tunafahamu kwamba matukio haya ya kisiasa yanajenga hasira miongoni mwa wananchi, yanaimarisha mpasuko katika taifa. Unawezaje leo baada ya kuwa tumepita hatua hizo zote ukapata ujasiri wa kuendelea kuwashikilia viongozi wa kisiasa na kuwaweka ndani kwa tuhuma ambazo hazina kichwa wala miguu? Uko nasema Tundu Lissu ndo alikuwa mhaini, alafu tarehe 29 yeye akiwa ndani serikali imeenda kuua raia. Kwa nini? Kwa sababu raia walikuwa wanaandamana. Kwa haya ni mambo ambayo tunadhani kama unataka kulitoa taifa hapa lilipo lazima yafanyiwe kazi. Lakini pia kuanzishwa kwa mpango wa kitaifa wa kusaidia waathirika wote kifedha, kitabibu, kisaikolojia na kisheria. Tunafahamu waathirika ni wengi na lazima tuwe na hatua ambazo zitachukuliwa ili kuwasaidia waathirika wote ambao wameachwa na ulemavu wa kudumu, wako wanatibiwa mpaka sasa, wameachwa vizuka, wamefiwa, na watoto ambao wazazi wao wamefariki, wameuawa, na familia ambazo wapendwa wao wameondoka kutokana na matukio ya Oktoba 29. Lakini kuchukuliwa hatua za kuwawajibisha wale wote ambao wamechangia yaliyotokea Oktoba 2025 kutokea. Tunatoa wito wa kujiuzuru na kuwajibishwa wafuatao. Na hapa tunataka tukazie. Mnakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama amiri jeshi aliongea na majeshi ya nchi hii, akawaambia kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, jiandaeni, tunakwenda kwenye uchaguzi. Sasa hii ilikuwa ina signal ya mambo mawili. Kwanza, majeshi yalikuwa yameandaliwa kwa ajili ya kwenda kukabiliana na chochote kinachotokea kwenye uchaguzi. Lakini la pili, wakati majeshi yakitekeleza haya, siku ile
IGP yuko pale, mkuu wa majeshi CDF yuko pale, mkurugenzi wa usalama wa taifa yuko pale, ambao walikuwa chini ya amri ya maelekezo ya rais kwamba jiandaeni, huu ni mwaka wa uchaguzi, kaeni kwa tahadhari. Wakiwa katika mkao huo wa tahadhari, ndio Jaji Chande anaeleza kwamba kulikuwa na mafunzo ya kijeshi yanatolewa maporini na mengine mita 10 kutoka vituo vya polisi yakiandaa matukio ya tarehe 29. Sasa hawa wanabakije? Yaani hawa watu ambao waliambiwa wachukue tahadhari wakiwa kwenye kipindi cha utekelezaji wa tahadhari waliopewa na amiri jeshi mkuu, ndio tume ya Jaji Chande inasema katika wakati huo maporini kwenye nchi hii kulikuwa na watu wanafundishwa kujiandaa kufanya fujo tarehe 29 Oktoba. Inaelezwa kwamba mita 10 kutoka vituo vya polisi kulikuwa na majumba, watu wanajiandaa kufanya fujo. Kama maelezo haya yanaaminiwa na wale waliomsikiliza Jaji Chande akiwemo rais mwenyewe, basi tunataka tutoe wito, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa afukuzwe na ajiuzuru mara moja. Ameshindwa kulinda nchi hii. Lakini natoa wito, mkuu wa jeshi la polisi IGP aondoke kazini, kwa sababu haiwezekani vituo vyake vya polisi mita 10 kutoka kwenye hivyo vituo kunawezekana kuna pangwa hujuma itakayopelekea mauaji ya raia, na yeye na polisi wake wapo, hakuna wanachoweza kufanya. Mwisho wa siku wanakuja kuambiwa kwamba haya yalipangwa mbele ya macho ya jeshi la polisi na hawakuchukua hatua. Kwa tunataka mkuu wa usalama wa taifa, IGP pamoja na mkuu wa majeshi, wote hawa waondolewe kazini kwa sababu wameshindwa kulinda nchi hii. Na hauwezi kusema jambo hili halitatokea tena wakati watu waliokuwa na dhamana ya ulinzi wa raia kwenye nchi hii walishindwa kulinda raia, na maandalizi ya kuua raia yalifanyika mbele ya macho yao, huku wakiwa wameambiwa wakae mkao wa tahadhari. Lakini nataka msajili wa vyama vya siasa pamoja na mkurugenzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi waondolewe kazini mara moja. Wao ni sehemu ya hiki kilichotokea. Msajili wa vyama vya siasa amekuwa muhimili wa uovu wa kuviingiza vyama vya siasa kwenye migogoro. Amejiingiza kwenye chaguzi kwa kiwango cha kuwaondoa wagombea wa vyama, na mwisho wa siku migogoro ya kiuchaguzi inatupelekea tupate mauaji kama haya. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeshindwa kusimamia uchaguzi, ikatoa haki kwa raia ya kuchagua viongozi wao kwa kiwango cha kujenga hasira na wananchi kujitokeza hadharani katika tarehe 29 Oktoba, jambo ambalo limepelekea mauaji, na wao ndio wahusika. Lakini wakuu wa mikoa iliyohusika na mauaji ya wananchi wawajibishwe, sababu wao ndio walikuwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila anapaswa kutoka. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa anapaswa kuondoka. Haiwezekani watu wanauawa, wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, halafu eti wewe huwajibiki. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Omari Makame aondoke. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda aondoke. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred anapaswa kuondoka. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Generali Ahmed Abasi wanapaswa kuondoka. Hawa ni watu ambao wakiwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama kwenye mikoa yao raia wameuawa. Hauwezi ukasema kwamba hawahusiki. Ni katika hatua gani wao waliruhusu risasi zikapige raia kwenye mikoa yao? Haya ni mambo ambayo yanapaswa kupewa uzito, na vinginevyo
itakuwa hatuumizwi na msiba huu. Watu hawawezi kuwa wanauawa katika taifa lao wakipigania haki zao, halafu wale ambao wanahusika kwenye kulinda haki yao ya uraia wabaki ofisini wakiendelea na shughuli zao, halafu tukajidanganya kwamba jambo hilo haitokaa litokee tena. Litaachaje kutokea tena? Limuathiri nani? Walioathirika watabaki kuwa ni waliouawa tu. Walioathirika watabaki kuwa ni wale waliojeruhiwa tu kwa risasi. Lakini wale waliokuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba risasi hazipigwi kwa raia, wale waliokuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba watu hawauawi, wanapaswa kuwajibika, ili kila mmoja itakapotokea tatizo la namna hii kwenye mkoa wake, kwenye nchi, atizame wajibu wake wa kunusuru taifa lisiingie kwenye mauaji ya raia. Lakini ili kuanza mara moja kwa mchakato wa katiba mpya kwa kuzingatia hatua zifuatazo. Imeelezwa kwamba moja kati ya chanzo ambacho kimepelekea hali hii ni kuwepo kwa madai ya muda mrefu wa katiba mpya kupatikana na theni kuwa haipatikani. Hata hivyo, tunataka tofautiane kabisa na mapendekezo ambayo Jaji Chande anayatoa kwenye maeneo kadhaa. Sisi tunadhani mchakato huu unapaswa kupitia hatua zifuatazo. Moja, kufanyiwa marekebisho kwa sheria ya mapitio ya katiba na kura ya maoni, kisha kuitishwa mkutano wa kitaifa wa wadau wote. Sote tunafahamu kwamba katiba ilikwama kwa sababu kuna mambo ambayo kama taifa tulitofautiana. Hauwezi kwenda kwenye hatua ya mbele kama masuala hayo hayajadiliwa. Lakini ya pili ni kujenga muafaka wa kitaifa juu ya masuala ya msingi kama vile muundo wa muungano, ambao ilikuwa ni moja kati ya basics zilizofanya tushindwe kumalizia bunge la katiba. Lakini pia mamlaka ya rais. Imeeleza rais wa nchi hii ana mamlaka ya kikoloni. Yaani sisi ni taifa ambalo tuna rais ambaye mamlaka yake hayana tofauti na aliyekuwa malkia wa Uingereza wakati ule taifa hili liko chini ya ukoloni. Na nimeeleza mara kadhaa mabadiliko ya katiba yaliyofanya mwaka 62 kutoka independent constitution kuja republic constitution yalipoka kabisa. Yaani yenyewe yalichukua mamlaka ya malkia yote yakapelekwa kwa rais, mamlaka ya gavana yote yakapelekwa kwa rais, na kuanzia siku hiyo tukawa na rais ambaye anaweza kufanya chochote. Alikuwa anaeleza mwaka 68 Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kwa mujibu wa katiba hii, mimi ninaweza kumchagua mke wangu akawa waziri, ninaweza kumchagua mwanangu akawa katibu mkuu wa wizara, na ninaweza kumchagua dada yangu akawa mkuu wa mkoa, na kwa mujibu wa katiba inakuwa sijafanya kosa lolote. Hitimisho la Mwalimu Nyerere akasema, lakini Watanzania hawatokubali. Hitimisho hili alikuwa linatupa suluhisho la uhakika. Mamlaka alionayo rais kwenye nchi hii ni makubwa, na mamlaka ya rais yalikuwa ni moja kati ya mambo ambayo yalipaswa kujadiliwa kwenye katiba ili yawekewe misingi itakayotufanya tuwe na balansi ya power nzuri kwenye nchi na tuweze kukaa kama taifa. Ni jambo ambalo lazima lipate muafaka wa kitaifa. Lakini pia mgawanyo wa madaraka na mfumo wa uchaguzi. Lakini hatua ya tatu ni kuunda tume ya wataalamu wa katiba wa ndani na nje kuandaa rasimu kwa kuzingatia rasimu ya Warioba. Lakini 4, kuwasilisha rasimu hiyo kwa chombo husika, na 5, kufanya kura ya maoni kwa maana ya katiba ipitishwe kwa kupata zaidi ya nusu ya kura ya Zanzibar na zaidi ya nusu kwa kura za Tanganyika. Hatua za muda wa kati ambazo tunazipendekeza ni: moja, kuondoa siasa ndani ya vyombo vya usalama, TIS, polisi na taasisi zote za usalama ziondolewe katika shughuli za kisiasa. Hivi sasa hapa nchini polisi ndio wanaosimamia mazoezi ya uchaguzi katika nchi hii. Wao ndio wanaamua nani atakuwa diwani, wao ndio wanaamua nani atakuwa mbunge, na wao ndio wanaamua nani atakuwa, na wenyewe wako proud. Tumewaona baadhi ya mapolisi
in public wanaonesha kazi yao kwamba wakiwa na mitutu ya bunduki wanahakikisha nani ni rais wa nchi hii. Wakiwa na mitutu ya bunduki wanahakikisha nani ni diwani kwenye nchi hii. Hivyo hivyo mbunge. Imefika mahala leo watu wanatizama kuwa ifike mahala mtu ili uwe mbunge inabidi uangalie mahusiano yako na polisi. Inabidi uangalie mahusiano yako na idara ya usalama wa taifa. Intervention ya idara ya usalama wa taifa kwenye chaguzi za nchi yetu sio tu kwamba ule unyeti wa kwamba swala hilo ni muhimu linapaswa kuangaliwa. Ni swala kwamba idara ya usalama wa taifa inaamua nani awe mbunge, nani awe diwani, nani awe rais katika nchi yetu. Na they are proud of it. Ukikutana nao maelezo wanaona huo ni wajibu wao. Wamekuwa ni wahusika kwenye kupika matokeo. Nchi hii ballot stuffing imekuwa ni jambo la kawaida. Yaani unazunguka kwa mtaani karatasi nyeti za kura. Karatasi ambazo kabla hujapewa unatakiwa ukasaini ile sheria ya usalama wa taifa ya kutunza nyaraka za siri. Ukale kiapo. Hiyo karatasi ukisha saini hiyo sheria, umesaini kiapo. Kiapo ambacho kama utakiuka unaweza kufungwa zaidi ya miaka 30 jela. Lakini hizo karatasi ziko mtaani na unampa polisi, polisi hata hawashangai. Yaani wenyewe wanajua tu ziko huko mtaani. Ukutana nao polisi wanazijua, au watu wa usalama wa taifa wao ndio wanasambaza. Tunapaswa kuviondoa vyombo hivi kwenye masuala ya siasa ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki salama. Vyombo hivi baki kusimamia ulinzi ili tuendelee kutunza tunu ya taifa letu kwa kuhakikisha kwamba tunapata taasisi za uongozi haziingiliwi na taasisi hizi za mabavu na kuamua hatima ya nchi yetu. Lakini kuvunjwa kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya sasa na kutungwa kwa sheria mpya ya uchaguzi yenye uwazi na ushirikishwaji. Hatua hii inahitaji kutungwa kwa sheria mpya ya uchaguzi itakayokifanya chombo hicho kuwa huru. Sasa hivi kuna ubatizo tu ulifanywa. Yaani ile Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikapewa jina kwamba ni tume huru ya uchaguzi. Lakini haina uhuru wowote. Na kwa sasa tena ilikuwa wale wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ndio wakawa wajumbe wa tume huru ya uchaguzi. Wale walioharibu uchaguzi wa mwaka 2020 ndio hao waliopewa dhamana ya kuendelea na uchaguzi wa mwaka 2025. Ni lazima hawa watu waondoke. Hawa ni muhimili wa uovu katika nchi hii, hasa linapokuja swala la uongozi. Wamewafanya raia wa nchi hii kuwa watumwa kwa kuwawekea viongozi badala ya kuwa na uhuru wa kuchagua viongozi wao. Lakini si kutekelezwa kwa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, ikiwemo mageuzi ya jeshi la polisi kutoka chombo cha mabavu kwa maana ya police force kwenda kuwa chombo cha huduma za kipolisi. Jaji Chande aliwahi kufanya kazi nzuri sana. Sijui imekuwaje hapa juzi amekuja kufanya mambo ambayo mimi huko nyuma siku zote ilikuwa tunaona tume za majaji zinakataliwa tu na marais. Lakini kuwa tume ya jaji ni kituko, hii nadhani ndio ya kwanza. Sasa katika kazi ambayo aliifanya Jaji Chande nzuri kabisa kwenye Tume ya Haki Jinai, alionyesha mapungufu yaliyopo kwenye jeshi la polisi na akapendekeza hatua za kuchukua, ikiwemo kubadilisha chombo hiki kutoka kuwa police force na kuwa police service ili kifanye kazi vizuri. Jaji Chande alionyesha kwamba matukio ya utekaji ni matokeo ya kuwa na vyombo vingi vya ukamataji nje ya jeshi la polisi na ambavyo vimekuwa facilitated kisheria. Kwa mfano, sheria ya usalama wa taifa iliyopitishwa mwaka 2023 inaruhusu askari wa usalama wa taifa kukamata raia. Jeshi la usalama wa taifa hawana mahabusu. Mfumo wetu wa sheria hapa nchini, hakuna askari wa usalama wa taifa anayepeleka kesi mahakamani. Sasa wanawakamata na wapeleka wapi? Jaji Chande alionyesha kwamba haya ni mambo ambayo hayapaswi kuwepo katika nchi ambayo taifa ni huru na linafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Tunahitaji kuwepo kwa mabadiliko na mapendekezo yale kufanyiwa kazi ili taifa liweze kutoka hapa tulipo. Lakini kufutwa kwa sheria ya sasa ya vyama vya siasa
na kuandikwa kwa sheria mpya itakayotoa uhuru kwa vyombo vya siasa kufanya siasa. Sheria ya sasa ya vyama vya siasa, pamoja na mambo mengine, inampa msajili wa vyama vya siasa kuwa yeye ndio mwenyekiti wa vyama vyote. Ya mnaweza mkafanya maamuzi ya mkutano mkuu, alafu yeye akaja akaibuka huko, akaja akaibuka na resolutions zake, na kwamba ana mandate ya kureinforce hizo resolution zikafanyiwe kazi kwenye vyama. Huu umekuwa ni msingi wa migogoro. Umekuwa na msingi wa migogoro na kuvifanya vyama, taasisi za kiuongozi kupoteza mamlaka yake. Kunahitaji msajili wa vyama vya siasa abaki ni msajili. Lakini pia tunataka kufanywa kazi kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Francis Nyalali, hasa kufutwa na kuandikwa upya kwa sheria 40 kandamizi na sheria nyingine za namna hiyo zilizotungwa baada ya tume ya Jaji Nyalali. Hatua za muda mrefu tunazozipendekeza, tunapendekeza katika hatua za muda mrefu, ACT Wazalendo tunataka kusukwa upya kwa utumishi wa umma nchini ili kujenga utumishi wa umma unaofanya kazi kwa weledi badala ya kutekeleza matakwa na maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Hivi sasa watumishi wa umma nchini wamekuwa ni mateka wa taasisi za kisiasa, kinyume na katiba, kinyume na sheria. Walivyo hawana aibu. Sasa hivi tuna umoja wa walimu makada wa Chama cha Mapinduzi. Yaani watumishi wa umma wa walimu wana umoja wao, na hawa ndio wanaokwenda kusimamia uchaguzi. Utumishi wa umma duniani kote unapaswa kuwa neutral, uhudumie watu. Bureaucracy unapoifanya iwe yenyewe ni sehemu ya mambo ya siasa, unaharibu nchi. Tunatumia fedha nyingi kutengeneza wataalamu kwa ajili ya nchi yetu. Mabilioni ya fedha kila mwaka tunayatenga tuzalishe wataalamu watakaokuwa watumishi wa umma, watumishi wa taifa hili. Badala ya kuwafanya hawa watumishi wetu wa umma wawe ni chanzo cha maarifa na weledi na kuendesha taifa letu, tunawageuza kuwa wahanga wa shughuli za kisiasa. Matokeo yake nini leo? Leo wote tunaona hali ilivyo vyuo vikuu. Hakuna mijadala ya msingi vyuo vikuu inafanyika. Vijana wamepoteza weledi vyuo vikuu. Na ni simple to calculation. Huko nyuma marais wote ukianzia Mwalimu Nyerere, alikuwa watu wanaomchallenge most ni vijana wa vyuo vikuu. Discussions za vyuo vikuu mpaka Mwalimu Nyerere kaenda kuatia bakora kina Samuel Sita. Lakini finally akina Sita ndio wakawa viongozi kwenye nchi hii. Mzee Mwinyi aliwahi kufunga mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam, akawatoa wanafunzi kwa muda, baadaye akawarejesha kwa sababu ya mijadala na uhuru wa vijana wa vyuo vikuu. Hivyo imekuwa wakati wa Kikwete mpaka wakati wa Mzee Mkapa. Sasa hivi vyuo vikuu vimepoteza hiyo, na wale vijana wote waliokuwa wana challenge wamekuja kuwa ndio viongozi wetu. Leo vyuo vikuu vimekufa. Vijana wetu wanatoka vyuoni wanaandaliwa kuwa makada kuliko kuwa watumishi wa umma ambao watakuwa na critical minds, watakuwa wanajitegemea, hawatofanya maamuzi kwa misingi ya kisiasa. Matokeo yake leo kila ukiambiwa kwamba jambo hili litasimamiwa na mtumishi wa umma kama ni la kisiasa, unaanza kutilia wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu unaona huyo ni kama kada tu wa Chama cha Mapinduzi. Haya ni mambo ambayo tunapaswa kuyaondoa. Hadi ulisema kwa mfano leo tunasoma ripoti za CAG. CAG anaonesha maeneo kadhaa ambayo labda watumishi hawakufanya vizuri. Unawezaje kwenda kuwadhibiti watumishi wa umma wakati hao ndio wamekuibia kura uwe kiongozi? Yaani walimu, wakurugenzi ndio wameiba kura, mmepata rais, mmepata mbunge, mmepata diwani. Haya leo CAG anasema wamekula hela na kwenyewe wameiba. Yaani wewe waliokuibia ndio kawa kiongozi, unawezaje kuwa na ile moral authority ya kwenda kuwadhibiti wao? Matokeo yake nchi inakwenda kuzimu. Mwisho, ripoti ya tume ya Jaji Chande ilikusudiwa kufunga ukurasa wa maumivu. Badala yake imefichua mgogoro mkubwa zaidi wa kitaifa. Tanzania sasa inakabiliwa
na moja kati ya machaguo mawili: aidha njia ya ukweli, uwajibikaji na haki, au njia ya kutowajibika, ukandamizaji na utawala wa nguvu. Njia ya ukweli, uwajibikaji na haki inataka kwanza kukubali kwamba kuna makosa yamefanyika. Unapofika mahala leo haukubali kwamba kuna makosa yamefanyika, maana yake nini? Utalazimika kutumia nguvu ya majeshi kulinda uongo. Watu watakaokuwa wanaonesha kwamba kuna mapungufu makubwa kwenye tume ya Jaji Chande utaanza kuwaona ni maadui. Lakini tukifanya hayo makosa, itakuwa serikali inajiandaa kuua watu wengine, kwa sababu nchi haitobaki pamoja, hatakuwa na suluhisho. Ni lazima tuupate ukweli, ni lazima watu wawajibike, na ni lazima tufanye mambo haya kwa haki ili tuweze kutoka hapa tulipo. ACT Wazalendo inasimama imara upande wa ukweli, haki na utawala wa katiba na ushindani wa kisiasa wa amani. Maisha ya Watanzania zaidi ya 518 waliopotea, wale 245 ambao hawajulikani walipo, ambao ni zaidi ya 245 kama ilivyosemwa, pamoja na mustakabali wa taifa letu, vinadai hatua madhubuti zaidi kuchukuliwa. Hii inahitaji kufumuliwa kwa mfumo mzima wa uendeshaji wa nchi yetu, ikiwemo mwelekeo mpya wa kikatiba kwa maana ya constitutional order, weledi wa vyombo vya dola na utumishi wa umma kwa ujumla. Haya ni mambo ambayo ni muhimu, na kama tunataka tutoke hapa kama taifa, ni maoni ya kamati kuu ya ACT Wazalendo kwamba ni lazima tukubali kuwajibika. Ni lazima tukubali kuubeba ukweli, ni lazima tuwe tayari kukabiliana na changamoto hizi kwa uzito wake. Mauaji yaliyofanyika kwenye nchi yetu ni makubwa. Uzito wa jambo hili unapaswa kuonekana kwenye namna tunavyolishughulikia, na sio kubabaisha. Ukasema hujui nani alioua, wewe umeona tu watu wamekufa. Jambo ambalo haliingii akilini. Asanteni sana.